Safari Cup msimu wa pili wa 2025. Tuko hapa na Mrisho Khalfan Ngassa, moja kati ya malijendi wakubwa kwenye soka la Tanzania, lakini pia na yeye alikuwepo tangu jambo hili linaanza msimu uliopita na msimu huu pia yupo. Bwana Ngassa, heshima yako. Alhamdulillah. Kwema? Alhamdulillah. Safari Cup msimu wa mabingwa huu, msimu wa pili. Pengine kwa upande wako una kipi cha kuzungumza tangu wameanza mpaka hivi sasa? Cha kwanza mimi nawapongeza kwa hatua hii kubwa ambao wanazidi kuipiga kila siku, na vijana wanazidi kutoka na vijana wanazidi kuhamasika. Kama leo hapa tumeweza kushuhudia timu 16. Vijana wengi, ukichanganya 11 ni wengi. Na uchanganya wengine pia wamekuja, lakini wenzao wameweza kuwaangusha, hawajatimia, lakini vijana wamekuja wengi sana. Na hapa jinsi tunavyoangalia ni quality za wachezaji zipo nyingi sana. Tanzania inamtaja vijana. Pengine wewe ni mchezaji ambaye umecheza mpira kwa mafanikio makubwa. Pengine unaona sasa kuna akina Mrisho Ngassa wengine kwenye kupitia mashindano haya ya Safari Cup msimu wa 2025? Wapo wengi na vijana ambao hajawahi kuwaona, lakini hapa wanakuja wanashangaa hichi kipaji kumbe kilikuwa wapi. Kwa hiyo na hapa mwalimu Seki kaishaandika baadhi ya vijana, na huko mikoani pia alishazunguka sababu alikuwa yeye kule Misri. Kwa hiyo vijana ni wengi na vijana nawapongeza kwa kujitolea. Sawa, kuna ile kauli ambayo inasema kwamba kuna watu wengi sana ambao wanajua mpira lakini wapo mikoani au wapo mitaani, hawajapata platform ya kutoka na kuonekana. Pengine kupitia hii ya Safari Laga msimu wa 2025, umeona sasa ni jukwaa sahihi kwa vipaji kuweza kuonekana na kuonekana kwa watu wengi. Sababu hii nani Safari Laga ni kitu ambacho kinaleta kwanza hamasa, na pili kama mchezaji hata yuko mkoani au yuko hapa Dar pia anakuwa na njia ya kutoka, lakini Safari Laga inaweza kumtoa. Natolea mfano kama Ndeje ambaye alikuwa mwaka jana Safari Laga. Sisi kama Enjoy Soka tumeamua kumsimamia na yupo katika chini ya Enjoy Soka. Kwa hiyo bila Safari Laga tusingeweza kumuona Ndeje. Kuna jicho la Mrisho Ngassa hapa, kuna jicho la Sekilojo Chambua, lakini pia kuna Simon Msuva, bila kusahau pia watu wengine tumeona pia kuna maskauti ambao wako hapa. Pengine kwa upande wako inakupa faraja kiasi gani kuweza kuona kwamba future ya vijana hawa inakuwa kwenye mikono salama? Kwanza ni heshima kwamba kama Safari Laga kuniteua kufika hapa. Kwanza ni heshima kubwa kwa Madam Pamela ambaye yupo Safari Laga, na pia kwa kusema Simon Msuva, na maana ni mtu mwingine sasa hivi anacheza vizuri na bado anacheza, yuko professional. Sasa kimoja akacheza muda mrefu na anajua mpira, kwa hiyo yoyote ambaye atachaguliwa basi hajachaguliwa bahati mbaya. Kwa hiyo atakuwa ni mtu mwenye kipaji na ataonyesha kiwango kizuri kuelekea mechi. Sawa, na neno la mwisho sasa kwa wale ambao watapata bahati ya kuchaguliwa kati ya wale mabingwa 22 ambao wanatafutwa, kuna lipi la kuambia? Kikubwa waje wafanye kazi, na Safari Laga wameweza kuwaamini, na waje wajitume, wajue kitu gani ambacho kinaweza kuwapa nguvu zaidi na kuweza kufika mbali katika maisha ya soka. Faza, mambo vipi? Poa, mambo vipi? Kwema? Kwema kabisa. Nipo hapa kocha la boli. Bila shaka umefurahi kuona vipaji vinaendelea na wewe kama kocha, lakini pia unaenjoy mashindano ya Safari Laga. Kabisa, na enjoy sana, na ni bahati kuona kwamba vipaji vipo kweli. Nimeona watu wanafanya kazi, nimeona kuna wataalam, mwalimu Sekilojo Chambua, nimemwona Ibrahim, mkurugenzi wa mashindano kutoka Yanga, nimemwona kuna mtu mmoja yupo katika timu ya Yanga pia amekuwa akifanya scouting. Nimeona watu wengi wamefika kwa ajili ya kushuhudia vipaji. Kwa hiyo imani yangu ni kwamba kila mwenye kipaji kitachujwa, kitapelekwa huko kinakostahili. Sawa, pengine kwa jicho lako umeona vipaji hapa, lakini pia ilikuwa ni mashindano ambayo yameanzia mbali, kwa maana hii sasa ni ya kumalizia. Kwa upande wako umeona nini cha tofauti kati ya msimu uliopita na msimu huu? Napenda kutumia macho yangu. Ukisema kwa jicho lako ina nani kidogo. Kwa macho yangu, kwa namna ambavyo nimeona mwaka jana kulikuwa na vipaji, lakini mwaka huu naona kama watu wako nondo sana, yani watu wako vizuri sana, kwa sababu jambo unajua linapoanza linaanza watu wanalitolea macho, lakini msimu unaokuja unakuja na nguvu sana. Alafu msimu huu
yupo Simon Msuva ndo chief scout, kwa hiyo yupo mtu ambaye amecheza mpira kwa viwango vya juu sana, lakini pia yupo mwalimu Sekilojo Chambua amecheza mpira katika viwango vizuri sana. Kwa hiyo watu walivyoona hivyo wamekuja kwa nguvu kubwa sana, ndio maana unaona kila unayemuona anapo receive kama pro, anapo touch yake ya kwanza, kila mtu hataki kuharibu. Kwa hiyo mwaka huu majaji ambao wako hapa physical watakuwa na kazi kubwa sana ya kuchagua nani aende. Majaji ambao wana kazi rahisi ni majaji ambao wako mtaani, kwa sababu wale wa mtaani wao issue sio ufundi, issue ni mimi namtaka kijana fulani aende, naingia kwenye Safarilaga www.safarilaga.co.tz, naenda kwenye website yao, naangalia sehemu ya kupiga kura, nachukua kodi, either nitatumia kodi ya kwenye kizibo cha Safari au nitatumia kodi ambayo Safari wameiachia 1977 napiga kura. Hiyo ni rahisi kwa ambao wanapiga kwa kupitia website, lakini kwa hawa ambao wako physical hapa watakuwa na kazi ngumu sana, kwa sababu vijana wengi wamekuja wana uwezo mkubwa sana. Namna ambavyo unaona na vipaji ambavyo vipo, position gani hasa unaona na wachezaji wengi wazuri? Midfield, eneo la uunganishaji naona lina wachezaji wengi sana wazuri, kwa sababu unajua uunganishaji ni eneo ambalo ni la kimsingi. Yani unapokuwa mchezaji uwanjani, kabla ya kitu chochote lazima kwanza uwe muunganishaji, alafu ndo mambo mengine yanakuja. Yani ukiwa kwanza muunganishaji alafu ndo unakuwa back, kwa maana defender. Ukiwa muunganishaji alafu ndo unakuwa muunganishaji. Ukiwa muunganishaji ndo unakuwa mshambuliaji. Yani lazima lazima uwe na ile basic skill ya kuweza kuchukua kutani, kupiga pasi pale. Kwa hiyo watu wa aina hiyo nimewaona wako wengi. Sasa sio wengi kwa maana ya wenye uwezo tu wa kuunganisha, lakini wale ambao wana jicho kabisa. Yani anaweza kuchukua mpira chini hapa akapiga pasi mita 40, mita 35 ikafika vizuri. Mtu ambaye touch yake ya kwanza akiugusa mpira, sio auguse mpira afu atani, hapana, yeye anaugusa mpira unaelekea ambapo yeye anataka kwenda, vitu ambavyo vinatakiwa sana na midfielders wengi wa siku hizi wamekuwa mahiri kwenye maeneo hayo. Kwa hiyo watu aina hiyo nimewaona wengi sana, hata wale ambao wamecheza katika eneo la central defenders, lakini walikuwa na quality kubwa sana za midfielding. Kwa hiyo unaweza kumchukua mtu kutoka kwenye kuzuia ukamweka kwenye kiungo pale akafanya vizuri sana wengi. Kwa macho yako yanaona kina Fei, kina Aucho wengi hapa? Of course nimeona kina Fei, kina Aucho, kina Shuaboy, Mkude, Ndemla, nimewaona wengi sana hapa. Na nadhani watakapofanikiwa kutoboa wakaingia kwenye Safarilaga Boot Camp, wakaenda kucheza na Yanga, baadaye wakapata timu, wakiongezewa yale mazoezi ya kuongeza uvumilivu na strength, nadhani watapatikana wachezaji wazuri zaidi hapa. Kuna vipaji vingi sana, kuna watu wengi sana. Naona kwenye uvumilivu au endurance na strength ama uhimilivu na ustamilivu, hapo ndo ambapo kidogo panatakiwa kuongezeka zaidi. Sawa, wachezaji 11 kati ya 22 waliochaguliwa au walioshinda katika msimu wa kwanza tayari wameshasajiliwa kwenye timu mbalimbali. Unaiona future is bright kwa hawa ambao unawaona wanacheza hivi sasa? Yes, kwa sababu unajua kuna mpira ni tofauti na michezo mingi. Mpira ni mchezo ambao unachezwa wazi. Kwa namna ambavyo tumetazama hapa, kusema kweli ni wachezaji ambao unaweza kawaweka kwenye timu nyingi tu akacheza. Yani ukiangalia ligi kuu yetu, ukiangalia ligi daraja la kwanza, ukiangalia championship, unaona kuna wachezaji wanacheza, hakuna tofauti kubwa sana na hawa ambao wapo wanacheza. Kwa hiyo futures bright naiona. Cha msingi hapa ni kuamua sasa kuwa na zile basic ama taarifa za msingi za mchezaji anavyojengwa. Unajua mchezaji anajengwa kama unavyojenga nyumba ya gorofa. Hapo ndo tutakapotofautiana, na mchezaji ambaye ataenda ligi kuu ni yule ambaye atajijenga kama linavyojengwa gorofa. Kwanza kwa kuanzia umri wa utoto hadi ujana kidogo, lazima ajue akitaka kupiga mpira ufike mita 40 apige kwa kutumia eneo gani la mguu. Akitaka kupiga mpira uinuke uende juu, apige kwa kutumia eneo gani la mguu. Hiyo ni skills ambayo mtoto anapokuwa pale miaka 7, 14, 15 lazima ajue. Lakini 16 lazima mtoto awe anajua sasa mimi tupa ama turpa, strength yangu ni nini? Mimi kimo changu ni cha kawaida, lakini mimi ubora wangu ukinilinganisha na mtu fulani ni nini? Labda nguvu. Mimi nina nguvu.
lazima ajue. Mtoto lazima ajue kwamba mimi ubora wangu ni kuruka juu. Mimi hapa nilipo naweza nikaruka juu nikanodi mpira. Lazima ajue. Lazima ajue kwamba mimi ubora wangu ni speed. Bwana mimi kwa maana ya acceleration. Mimi naweza nika accelerate faster kushinda mtu yoyote. Lazima ajue. Lazima mtoto ajue kwamba mimi ubora wangu sina speed, siwezi kuruka juu, siwezi sina nguvu, lakini mimi na uwezo wa kupiga. Yani mpira ukikaa vizuri kwenye mguu unakwenda mbali. Lakini baada ya hapo mchezaji lazima ajue kuelekea miaka 18 mpaka 19 mpaka 20 kwamba huu mpira ambao mimi sasa hivi nimepigiwa pasi, kuna wachezaji 21 wengine wana uhitaji uwanjani. Kwa hiyo mimi mpira sasa hivi umekuja kwangu, ni ufanyie nini? Lazima ajue hilo. Lakini cha mwisho ambapo sasa ndio gorofa juu unaelekea kwenye chumba cha juu na kupaua, lazima mchezaji ajue kwamba mimi ni mchezaji. Kesho kuna mechi, lakini wakati kesho kuna mechi Jumamosi, leo Ijumaa nimeitwa pub fulani, kuna watoto wakali sana. Nimeitwa eneo fulani, kuna vyuma, kuna pisi za kuondoka. Nimeitwa sehemu fulani, kuna bia za kumwaga za kutosha, kuna vyombo vya kutosha. Lakini yule mchezaji aseme hivi vote hivi na cancel, kesho naenda kucheza. Kunaona bwana, hapo sasa mchezaji anakuwa yuko tayari kwa ajili ya kuitengeneza karia yake, kwa maana amekomaa. Sasa mchezaji ambaye kwenye mashindano haya ya Safari Laga Cup 2025 ataweza kujipitisha vizuri kwenye maeneo hayo, basi naamini ni mchezaji ambaye future is bright. Sawa, pengine tunazungumza hivi, lakini pia tunaona kwamba sera ni nzuri kwa sababu serikali yetu imekuwa ikisapoti michezo, lakini pia tunaona wale ambao wanasimamia mchezo wakifanya kazi yao kwa weledi kabisa. Pengine una kipi cha kuzungumza kuhusiana na mchango au nafasi ya serikali, nafasi ya mamlaka zinazosimamia mpira juu ya haya mashindano ambayo yanaendelea? Nafasi ya mamlaka zinazosimamia mpira tunazishukuru. Wamehakikisha wao wanatengeneza harmony. Yani wewe unaona leo sasa hivi ni mwandishi wa habari, si ndio bwana? Kuna mwandishi wa habari wa Priska Kishamba, mwandishi wa habari wa Bongo FM, mwandishi wa habari wa Clouds. Nyie ni waandishi wa habari kwa sababu umeamka wewe leo asubuhi hakuna bomu lilolipuka, umeona bwana, umeenda kazini, umepanda daladala, umepanda gari, hakuna mtu ambaye amesimamisha vikapigwa vyuma, umeona bwana, hakuna ndege ambayo imegeuka. Yani kuna ile harmony, kuna ule amani na usalama. Kwa hiyo kwanza hilo jukumu la kwanza, kwa kitendo cha wao kumaintain hiyo, wamehakikisha kwamba kila ambaye anajisikia kupractice ana practice. Na Safari Laga wamekuja na mashindano yao kwa sababu serikali imetengeneza amani, imetengeneza usalama, imetengeneza miundombinu, imeruhusu watu kuwekeza kwenye viwanja kama hivi, watu wanacheza. Kwa hiyo kwenye equation ya kufanikiwa kwa michezo tunaanza kwanza kuiweka serikali, kwa sababu ndo mdau namba moja wa usalama, wa miundombinu, wa sheria na vitu vinginevyo vingi sana. Kwa hiyo mimi naipongeza serikali kwa kitendo cha kumaintain kwanza hii utulivu na amani ambayo ipo, lakini pia kwa kuwekeza kwenye viwanja, serikali kama serikali, lakini pia kwa kuruhusu watu wawekeze kwenye viwanja. Hii leo tumeona kuna viwanja vinafanyika huko Dodoma na maeneo mengineyo. Hapa tulipo NDC naona wana extend viwanja vyao, wametengenezewa mazingira hayo. Kwa hiyo serikali ni mdau namba moja, ameplay part yake, ametengeneza mazingira rafiki sana kwa watu kuwekeza. Kama kawa. Fresh kabisa. Fresh kabisa. Jina lako? Kwa majina naitwa Ndeja Jacob. Bana, wewe ni miongoni mwa watu ambao mmenufaika na Safari Laga Cup. Msimu uliopita ulikuwa nahodha kama sikosei. Ni kwa kiasi gani Safari Laga Cup imebadilisha maisha yako kwenye upande wa soka? Kwanza kabisa napenda kuwashukuru Safari Laga kwa kuleta hii platform ya kutafuta wachezaji mikoa mbalimbali. Mimi kama mchezaji na kama captain wa timu ya Safari Laga msimu uliopita, imenibadilishia maisha kwa kiasi kikubwa, kwa sababu unajua katika maisha mtaji ni watu. Kwa hiyo nashukuru Mungu ameweza kunikutanisha na watu, nimejulikana kama mchezaji, na pia kiasi kwamba naweza nikawa comfortable kufanya kitu chochote. Yani wamenitengenezea confidence ya kuweza kufanya kitu chochote nikiwa ndani ya uwanja na nje ya uwanja. Kucheza dhidi ya Yanga iliongeza thamani gani kwenye maisha yako ya soka? Yanga ni timu kubwa, ni klabu kubwa Tanzania na nje ya Tanzania, Afrika kiujumla. Kwa hiyo ni kitu ambacho kilinifanya mimi, kikanipa hope, yani kikanipa
hope kwa Kiswahili sijajua ni, ila kikanipa hope kwamba tumaini kwamba okay naweza. Kwa hiyo ni kitu ambacho kilinifanya nikawa familia na ile team, kwamba nikajiamini kwamba nina uwezo wa kucheza na nikafika mbali zaidi hata ya wao. Baada ya Safari Laga Cup, baada ya hapo uko wapi sasa? Baada ya Safari Laga Cup niliweza kuonekana na timu mbalimbali. Timu ligi kuu kuna timu moja walini contact, na timu za daraja la pili kama 2 na timu za daraja la kwanza 1. Kwa nikabahatika kwenda Stand United ambayo ndio umechezea msimu uliopita. Ni msimu ambao nilikuwepo msimu uliopita. Neno lako kwa vijana ambao wanacheza Safari Laga msimu huu ni lipi? Kikubwa kuishi katika misingi ya mpira, nidhamu, kufuata maelekezo na kujituma. Ni misingi ambayo kila mwalimu anapenda na kila kocha atakupenda. Kusikiliza maelekezo kwa wakati na kufuatilia mpango mkakati wa kila kitu wanachopewa ni vitu ambavyo vimenifanya mimi mpaka leo hii wale walimu wanajivunia mimi. Wanaamini hata nikienda sehemu yoyote siwezi kuangusha brand ya Safari Laga, na siwezi kuangusha brand yao wao kama walimu, kwa sababu ni walimu ambao wamecheza mpira katika level kubwa na wamefundisha katika level kubwa. Kwa ni watu ambao wananiamini na mimi pia nawaamini. Hicho. Kwa Safari Laga una kipi cha kuambia? Kwanza kabisa napenda kushukuru uongozi mzima wa Safari Laga, kuanzia branding manager Madam Pamela, Baba D na kamiti nzima. Kiukweli hatuna cha kuwalipa, lakini nadhani tutazidi kuilinda na kutetea brand ya Safari Laga, kwa sababu ni watu ambao wametubadilisha maisha ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo tutazidi kuwashukuru sana, wanatufanya tunaishi kiprofessional nje na ndani ya uwanja. Shukrani sana. Asante kaka. Msimu wa Safari Laga Cup msimu wa pili kwa maana mwaka 2025 unaendelea, na hivi sasa wamefikia hatua nzuri ambapo tupo hapa na moja kati ya viongozi lakini pia waratibu wa mashindano haya ambayo yanaendelea. Tunakumbuka msimu uliopita alifanyika na walipatikana mabingwa 22 ambao walikwenda kucheza mechi ya kirafiki na timu ya Young Africans ambayo wanaubia nayo. Sasa tutazungumza naye hapa atuambie mafanikio yao mpaka hivi sasa, lakini pia kwa namna ambavyo mashindano ya msimu huu yanaenda. Bwana, mambo vipi? Safi kabisa. Kwema kabisa. Na furaha ni kubwa na Safari Laga. Kabisa. Naitwa Pamela Kikuli, ni meneja wa bia ya Safari Laga, na leo hapa tuko Dar es Salaam tunakamilisha mchakato wetu wa bonanza ambao tulikuwa tunapita mikoa 4 kijumla. Kwa hiyo tuko katika mkoa wetu wa 4 wa Dar es Salaam katika kusaka vipaji vya mpira. Mwaka huu tumeona vipaji vingi sana. Kwa kweli talent ni kubwa. Na baada sasa ya mechi hii ya leo, bonanza hii ya leo, jopo letu la makocha watakaa kuangalia sasa wale wachezaji ambao wanataka kuwapendekeza waendelee mbele, na tutachuja mwaka huu wachezaji 22 ambao watakuwa wamechaguliwa kama nilivyosema na kura walizopewa na makocha pamoja na kura wanazopiga wa Tanzania. Na mwaka huu kwa kweli tunatarajia shindano hili litaenda vizuri sana. Mafanikio tuliyopata mwaka jana ni makubwa. Wachezaji mpaka leo hii 11 wamefanikiwa kusajiliwa kwenye timu mbalimbali. Kwa hiyo tunawaambia watazamaji klabu mbalimbali kubwa waendelee kufuatilia kwa ukaribu sana mchakato huu ili waweze na wenyewe kuangalia vipaji ambavyo vipo katika tasnia hii ya mpira. Pengine kuna utofauti gani kati ya mashindano ya msimu huu na msimu uliopita, kwa sababu msimu uliopita ndio mlikuwa mnaanza na hivi sasa tunasema kwamba mnaendelea pale mlipoishia msimu uliopita? Msimu huu kwa kweli tumeona mwitikio ni mkubwa sana. Kwanza watu wameelewa faida na jukwaa hili lengo lake ni nini. Kwa hiyo tumepata mwitikio mkubwa sana kutoka kwa timu mbalimbali katika mikoa yote tuliyopita. Tumeona wengi wamejitokeza na sasa hivi kwa kweli talent zinazidi kuwa kubwa. Watu wameelewa kwamba Safari Cup inataka kuibua vipaji na pia inavionyesha vipaji hivi kwa taifa. Kwa hiyo vipaji vingi zaidi vimetoka kujiandikisha, na tunashukuru kwa kweli kwa mwitikio hiyo na support kubwa ambayo tunaiona. Tunatarajia hata tukirudi tena season inayofuata mwitikio utakuwa hata mkubwa zaidi. Majina makubwa kama Sekilojo Chambua, Mrisho Khalfan Ngasa, lakini pia Simon Msuva mlimtangaza kuwa ambassador wa mashindano haya. Pengine kwa upande wenu hii imewalipa kwa kiasi gani mpaka hivi sasa? Unajua katika kufanya kampeni kuna kitu ambacho unarudisha kwenye jamii. Safari Cup lengo lake kubwa
zaidi ni katika kurudisha kwenye jamii. Faida sisi tunapata tukiona kwamba wachezaji tunaowachagua wanapata mafanikio, wanaonwa kweli na watu ambao wanaweza kubadilisha maisha yao. Lakini pia kwa upande wetu tunapata faida ya matangazo. Ni kipindi kizuri sana sisi kujitangaza na kujiweka karibu na jamii. Kwa hiyo tunaona kwa kweli tunajitangaza vizuri na tunazidi kujulikana kama brand. Sawa, tumeona pia kuna baadhi ya maskauti ambao wako hapa wanafuatilia vipaji na mechi zimechezwa nyingi hapa za Bonanza hili na kwenye finali hizi. Pengine kwa upande wenu hii inawapa picha gani, lakini pia inatia matumaini kiasi gani kuona kwamba kile mnachokifanya kinakuwa recognized na watu wakubwa kwenye mpira? Sisi tunafarijika sana kwa sababu unajua tunafahamu kwamba Tanzania ina vipaji vingi, lakini wapi wanaonyesha? Kuna majukwaa mengi ambao watu labda unaweza wakatoka mikoani huko wakaja kuonyesha na waonekane. Kwa hiyo sisi tumetumia nguvu kubwa kutangaza ili kuweza kuvutia vilabu vikubwa, scouts mbalimbali waweze na wenyewe kuja kukaribia hapa ili kuangalia vipaji. Naona pia ni fursa kubwa hata kwa wao scouts kwa sababu tumewafanyia kazi ya kuwakusanyia na kuandalia mechi. Tumeleta mechi, yani hao kazi yao ni kuangalia na kuangalia vipaji. Yes. Kwa hiyo mimi naona ina faida kubwa kwa watu wote ambao waliojitokeza, wanaocheza. Kwa ujumla wake Safari Cup kwa kweli itabadilisha sana mpira wa Tanzania. Sawa, neno moja kwa wale ambao watakuwa washindi kwenye michuano hii. Napenda kuambia wajitahidi, wacheze kwa bidii, macho yanawaangalia, macho mengi ya Watanzania yanaangalia na kufuatilia safari yao. Kama nilivyosema, wachezaji 11 season iliyopita wamesajiliwa. Kwa hiyo inaonyesha kabisa kwamba hii ni fursa kubwa. Kwa hiyo watumie hii fursa vizuri, waonyeshe vipaji vyao.